Sasa nizungumzie mafanikio. Mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 4 kwa utawala wa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan ni mengi sana. Miongoni mwa mafanikio hayo ni kama ifuatavyo. Kwanza ni kusimamia mikataba ya utendaji kazi serikalini. Kama mnaofahamu kwamba serikali kupitia ofisi ya Rais Utumishi na Utawala Bora ilijenga mfumo wa usimamizi wa utendaji kazi katika utumishi wa umma, yani utendaji, ambapo ndani yake kuna moduli za PEPMIS na PIPMIS ambayo inatumika kusimamia utendaji kazi wa watumishi wa umma na taasisi za umma ili kuwezesha kubaini kiwango cha utendaji kazi na uwajibikaji wa viongozi wa utumishi wa umma. Watumishi wa umma 571,586 kati ya watumishi 589,076 wameanza kutekeleza mfumo huo. Kwa hiyo ni karibu 99%. Aidha, taasisi za umma 567 kati ya taasisi za umma 571 zimejengewa uwezo wa kuanza kutekeleza mfumo unaowezesha kuandaa mikataba ya utendaji wa taasisi kwa mwaka husika, lakini pia kufuatilia utekelezaji wa shabaha zilizopo katika mkataba wa utendaji kazi wa taasisi husika, kuandaa na kuwasilisha katika mamlaka stahiki taarifa za utekelezaji wa mkataba wa utendaji kazi wa taasisi husika kwa vipindi vinavyoelekezwa au kadri itakavyohitajika, lakini pia kufanya tathmini ya utekelezaji wa shabaha za taasisi zilizopangwa kutekelezwa kwa mwaka husika ili kuweza kubaini kiwango cha utendaji kazi wa taasisi husika na mchango wa taasisi hiyo katika kufikia malengo ya sekta, dira ya maendeleo ya taifa ya mpango wa maendeleo ya taifa kwa muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Eneo jingine ni kusimamia mipango ya uendelezaji rasilimali watu katika utumishi wa umma. Ndugu wanahabari, serikali kupitia ofisi hii, baada ya kuona kuna tatizo la upungufu wa watumishi katika maeneo mengi, ilitafuta namna bora ya kuondoa changamoto hiyo kwa kujenga mfumo wa tathmini wa mahitaji ya rasilimali watu, yani HR assessment. Mfumo huu wa tathmini ya mahitaji ya rasilimali watu ni msaada mkubwa, kwani unabainisha idadi ya watumishi walioko katika kila kituo cha kazi na upungufu au ziada iliyoko ili kuwa na idadi ya watumishi sahihi katika sehemu sahihi za utekelezaji wa majukumu yao. Kupitia mfumo huu, taasisi za umma zimewezeshwa kuandaa mahitaji ya watumishi. Hadi kufikia Mei 2024, mfumo umechakata takwimu za mikoa yote 26 ya Tanzania na kuzifikia taasisi 534. Baada ya majumuisho ya taarifa za tathmini ya mahitaji ya watumishi kwa taasisi hizo, ilibainika kuwa watumishi waliopo ni 597,396 na mahitaji ni watumishi 1,136,767, na hivyo kuwa na upungufu wa watumishi 441,366 ambayo ni zaidi ya 73% ya watumishi waliopo. Eneo jingine ni kusimamia maadili ya utumishi wa umma. Katika kipindi cha kuanzia mwaka 2020 hadi mwezi Agosti mwaka 2024, ofisi imefanya uhamasishaji wa maadili ya utendaji katika utumishi wa umma kwa taasisi za umma 88 kwa ujumla ya watumishi 3,443 kutoka katika mikoa ya Mbeya, Mtwara, Mwanza, Arusha na Kilimanjaro. Mazoezi haya ni mwendelezo wa jitihada zilizochangia kukua kwa kiwango cha uadilifu kwa watumishi wa umma kama ilivyobainishwa kupitia utafiti uliofanywa na ofisi mwaka 2022 kuhusu hali ya uadilifu katika utumishi wa umma, ambapo utafiti ulibainisha kuwepo kwa ongezeko la 9.8 kutoka 66.1% mwaka 2014 hadi 75.9% mwaka 2022. Katika eneo hilo pia tumefanya kazi ya kupitia mifumo wa mrejesho,
Ofisi imepokea mrejesho jumla ya hoja 146,204 ambapo hoja 142,222 zilishughulikiwa na hoja 1,313 zinaendelea kushughulikiwa kupitia idara na vitengo. Utaratibu huu umeleta mafanikio makubwa ambapo uwajibikaji umeongezeka kwa sababu ya urahisi wa ufuatiliaji kupitia mfumo wa TEHAMA, na wananchi wameongeza imani yao kwa serikali kutokana na namna wanavyohudumiwa na kupata mrejesho kwa njia rafiki zinazowapunguzia gharama za usafiri kwa ajili ya ufuatiliaji. Katika eneo hili pia, kipengele kingine ni kwamba ofisi imeendelea kushirikisha taasisi simamizi za maadili kwa kuzijengea uwezo kamati za uadilifu kupitia mkakati wa taifa dhidi ya rushwa na mpango wa utekelezaji wa awamu ya 3 na sasa awamu ya 4, ambapo katika kipindi cha kuanzia mwaka 2020 hadi mwezi Agosti mwaka 2024 ofisi imezijengea uwezo kamati za uadilifu 59 zenye jumla ya watumishi 700 kwa njia ya mafunzo ya maadili ya utendaji katika utumishi wa umma, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha nidhamu, utendaji kazi na uwajibikaji. Ushirikiano huo umechangia mafanikio ya nchi kudhibiti vitendo vya rushwa. Eneo jingine katika sehemu hii ni katika kipindi cha kuanzia mwaka 2020 hadi mwezi Agosti mwaka 2024, taasisi 275 katika utumishi wa umma zilijengiwa uwezo kuhusu uzingatiaji wa sheria, kanuni na taratibu kwenye ushughulikiaji wa masuala ya kiutumishi. Aidha, taasisi 543 zilikaguliwa kwa lengo la kuangalia uzingatiaji wa sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia masuala ya kiutumishi. Na mwisho katika sehemu hii ni kukamilika kwa ujenzi wa mfumo wa kielektroniki wa kushughulikia rufaa na ukaguzi kwa kuzingatia sheria. Eneo jingine ni usimamizi. Sasa niingie katika eneo jingine ambao ni usimamizi wa masuala maslahi na stahiki za watumishi wa umma. Ndugu wanahabari na ndugu wa Tanzania, katika eneo hili Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameangalia maslahi ya watumishi wa umma kwa jicho la pekee kwa kufanya yafuatayo. Moja ni kupunguza kodi ya mapato yani PAYE kutoka 9% hadi 8% na kuongeza kima cha chini cha mshahara kinachopaswa kukatwa kodi kutoka shilingi 170,000 hadi shilingi 270,000. Kwa kufanya hivyo, serikali ilisamehe takriban bilioni 14.74 kutoka watumishi wa umma. 2, kufanya maboresho katika umri wa watoto wategemezi wa wanachama wa NHIF kwa kuongeza umri wa watoto tegemezi wa wanachama wa mfuko huo kutoka miaka 18 hadi miaka 21, ambapo watoto 65,353 wamenufaika na jumla ya shilingi bilioni 3,702,636,040 zimetumika kugharimia matibabu yao. 3, kufuta tozo retention fee ya 6% iliyokuwa ikitozwa kutoka mishahara ya watumishi wa umma walionufaika na mikopo ya elimu ya juu. Kwa kufuta tozo hiyo, jumla ya shilingi trilioni 1.1 zilibaki kwa watumishi husika. 4, ni kuongeza viwango vya posho za kujikimu kwa safari za kikazi ndani ya nchi kupitia waraka wa utumishi wa serikali namba 1 wa mwaka 2022 na posho za kazi za masaa ya ziada kwa waraka wa utumishi wa umma namba 2 wa mwaka 2022. Aidha, kwa kuzingatia uwezo wa kibajeti na hali ya ukuaji wa uchumi, serikali iliongeza mshahara wa kima cha chini kwa 23.3. Vile vile serikali imetoa nyongeza ya mwaka ya mshahara yani annual increment kwa mwaka 2023-24 na 24-25 na imekuwa ikitolewa kila mwezi kuzingatia tarehe ya mwisho ya mtumishi kupandishwa cheo. Sehemu ya 5 katika eneo hili, Mheshimiwa Rais aliridhia kulipa malimbikizo ya mishahara ambapo hadi kufikia tarehe 30 Agosti mwaka 2024 madai ya malimbikizo ya mishahara ya watumishi 130,463 yenye jumla ya shilingi bilioni 266,584,800
818,810 na senti 18 yalipokelewa na kushughulikiwa. Aidha, katika kipindi hicho madai ya malimbikizo ya mishahara ya watumishi wastaafu 9,651 kutoka kwa waajiri yenye jumla ya shilingi bilioni 32,664,781,238 yamepokelewa na kushughulikiwa. Katika sehemu hii pia Mheshimiwa Rais aliridhia upandishaji wa vyeo na kubadilisha kada, ambapo hadi kufikia tarehe 30 Agosti mwaka 2024 jumla ya watumishi wa umma 429,458 wamepandishwa vyeo na 39,600 wamebadilishwa kada. 2,693 wamepata nafasi za uteuzi. 141,574 wamesafishiwa taarifa zao za kiutumishi. 9,399 wamebadilishiwa vyeo. 1,941 wamerekebishiwa majina. 8,424 wamefanyiwa mabadiliko ya mishahara binafsi. 2,022 wamerejeshwa kwenye utumishi wa umma. 102,154 wameajiriwa katika na taasisi mbalimbali za umma. Aidha, katika kipindi hicho jumla ya nafasi za ajira 149,000 zimetolewa na jumla ya vibali vya ajira mbadala 39,934 limetolewa ili kujaza nafasi zilizobaki wazi kwa sababu mbalimbali. Eneo jingine katika sehemu hii ni kwamba kuundwa kwa mfumo wa huduma mtandao kwa watumishi, yani watumishi poto, unaowawezesha watumishi wa umma kupata huduma mbalimbali za kiutumishi moja kwa moja bila kulazimika kwenda kwenye ofisi za waajiri wao. Eneo jingine la mafanikio ni ajira mpya. Ndugu wanahabari, katika kupambana na upungufu wa ajira, serikali kupitia Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma ilifanikisha mchakato wa ajira na kuwapangia vituo vya kazi jumla ya waombaji kazi 55,162. Aidha, waombaji kazi waliopangiwa vituo vya kazi waliongezeka kutoka 7,659 mwaka 2020 hadi kufikia 20,158 mwaka 2024, sawa na ongezeko la 163.19 kama inavyoonyeshwa katika idadi ya hesabu nilizoisema. Kwa hiyo kwa ujumla kwa miaka kutoka 2020 hadi 2024 tumeajiri watumishi 55,162. Aidha, serikali kupitia Sekretarieti ya Ajira imeendelea kuimarisha na kuboresha utendaji wa kazi wa taasisi kwa kutumia mifumo ya tehama, ambapo hadi mwaka 2024 taasisi imefanikiwa kuwa na mifumo 6 ambayo ni Recruitment Portal Mobile Application, Help Desk, Intranet, kanzidata ya maswali na mfumo wa kupima uelewa wa ufahamu wa wasailiwa kwa njia ya mtandao, yani online aptitude testing system. Mifumo hii imesaidia kuwapunguzia waombaji kazi gharama zinazohusiana na mchakato wa ajira, kwa kuwa usaili wa kuandika mchujo hufanyika kwa njia ya kielektroniki kwenye vituo vilivyo karibu na maeneo wanayotoka, na hivyo kupunguza gharama ya kudurufu, lakini pia tumepunguza gharama ya maswali, lakini pia usahihishaji unachukua muda mfupi, na sasa tumepunguza muda wa mchakato wa usaili kutoka siku 120 hadi siku 50. Ndugu wanahabari, kipengele kingine ni mpango wa kunusuru kaya maskini, yani TASAF. Mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha miaka 4 yameonekana pia kwa upande wa mfuko wa TASAF. Moja, mpango huu unafanya majukumu yafuatayo. Moja, mpango wa mradi wa kutoa ajira za muda kwa walengwa. Hadi kufikia Disemba 2024, jumla ya miradi 27,863 ya kutoa ajira kwa muda kwa walengwa wa mpango wa kunusuru kaya maskini imetekelezwa, ambapo jumla ya kaya za walengwa 662,000 zimelipwa jumla ya shilingi bilioni 213.8. Licha ya kuongezea kipato, walengwa pia wameweza kupata ujuzi wa utekelezaji wa miradi hiyo unaoweza kutumika katika shughuli za kukuza uchumi wa kaya na kuongeza kipato,
yani unawafanya waweze kuajirika hata nje ya mfumo huo. Eneo la pili katika mradi huu wa TASAF ni mradi mwingine wa kuendeleza na kuboresha miundombinu ya huduma za jamii. Jumla ya miradi 137 ya uendelezaji miundombinu yenye thamani ya shilingi bilioni 12.67 itekelezwa katika mamlaka za maeneo ya utekelezaji 29. Kati ya hizo miradi 6 imekamilika na 72 ilikuwa katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Miradi ya aina hii imetatua changamoto za jamii zinazotokana na upungufu au kutokuwepo kabisa kwa miundombinu ya kutosha ya kutoa huduma za jamii katika sekta ya elimu, afya na maji. Eneo la tatu ambao pia ni mradi wa TASAF ni mradi wa kupunguza umasikini Tanzania awamu ya 4. Hadi kufikia mwezi Disemba mwaka 2024, jumla ya miradi ya jamii 1518 yenye thamani ya shilingi bilioni 81.8 imetekelezwa, ambapo miradi 659 imekamilika na inatumika kutoa huduma na miradi 859 ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Idadi ya miradi hiyo kisekta ni elimu 495, afya miradi 262, barabara ya vijijini miradi 120, maji miradi 23, kilimo 11, mazingira 6, majosho 4 na miradi ya kuongeza kipato 597. Miradi ya kuondoa umaskini awamu ya 4 ni miradi unaotekelezwa na TASAF kwa ufadhili wa Umoja wa Nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi duniani, yani OPEC, katika mikoa 5 ya Arusha, Geita, Mwanza, Njombe na Simiyu. Eneo lingine katika mradi huu wa TASAF ni pamoja na mpango wa kutoa mafunzo ya stadi za msingi za kiuchumi na ruzuku ya uzalishaji kwa walengwa. TASAF imetoa mafunzo ya stadi za msingi za shughuli za kiuchumi za ruzuku ya uzalishaji wa kaya za walengwa zinazokidhi vigezo. Hadi kufikia mwezi Disemba mwaka 2024, walengwa 94,520 kwenye mamlaka za maeneo ya utekelezaji 67 walikuwa wamepewa ruzuku ya uzalishaji ya kiasi cha shilingi bilioni 35.9 kama mtaji kwa ajili ya utekelezaji wa miradi waliokuwa wanabuni wao, halafu TASAF inatoa pesa, wanatekeleza. Wengine wamepewa miradi ya mbuzi, kufuga kuku na miradi kama hiyo.